Katika dunia ambayo imesheheni vipaji mbalimbali na michezo kama vile soka, mpira wa kikapu na gofu, kuna wanamichezo wachache waliofanikiwa kugeuza vipaji vyao kuwa vyanzo vya utajiri mkubwa. Na wanamichezo hawa, uwezo wao hauishii tu wanapokuwa katika viwanja vya michezo, lakini vile wana ushawishi mkubwa nje ya uwanja na hujizolea mamilioni ya fedha kupitia mishahara, bonus na mikataba minono ya udhamini. Sasa kwa mujibu wa jukwaa la takwimu la World Statistics, Nukta TV imekuchambulia orodha ya wanamichezo watano waliolipwa pesa ndefu zaidi duniani kwa mwaka wa 2025. Mwanamichezo namba 5 ni Giannis Antetokounmpo, nyota raia wa Ugiriki maarufu kama Greek Freak. Nyota huyu anaendelea kuitawala vilivyo ligi ya mpira wa kikapu ya Marekani, yani NBA, na anakadiriwa kukusanya kiasi cha dola za Marekani milioni 111 sawa na shilingi bilioni 293.37 kwa mwaka wa 2025. Na mshahara wake kutoka timu yake ya Bucks unamuingizia kiasi cha dola za Marekani milioni 46 sawa na shilingi bilioni 121.57, huku mikataba yake ya kibiashara ikimuingizia kiasi cha dola za Marekani milioni 65 sawa na shilingi bilioni 171.79. Mwanamichezo namba 4 ni LeBron James. LeBron James sio tu gwiji wa mpira wa kikapu Marekani, bali pia ni mfanyabiashara mahiri anayekadiriwa kuingiza kiasi cha dola za Marekani milioni 128.2 sawa na shilingi bilioni 338. Kati ya fedha hizo, dola za Marekani milioni 48.2 sawa na shilingi bilioni 127.44 zinatoka kwenye mshahara wake katika timu ya mpira wa kikapu ya Los Angeles Lakers, na dola za Marekani milioni 80 sawa na shilingi bilioni 211.44 ni zinatoka kwenye uwekezaji wake katika biashara kama vile Brace Pizza na kampuni yake ya Spring Hill Entertainment. Mwanamichezo namba 3 ni Lionel Messi, nyota wa mpira wa miguu kutoka Argentina na bingwa wa kombe la dunia mwaka 2022. Huyu ni mmoja kati ya wachezaji wa soka wa muda wote anayechezea klabu ya Inter Miami iliyoko Marekani. Na kwa mwaka 2025 Messi anakadiriwa kuingiza kiasi cha dola za Marekani milioni 135 sawa na bilioni 355.8, ambapo kiasi cha dola za Marekani milioni 65 sawa na shilingi bilioni 171 zinatoka kwenye mshahara wake klabuni hapo, huku dola za Marekani milioni 70 sawa na shilingi bilioni 184 zikitoka kwenye mikataba yake ya makampuni makubwa kama vile Adidas, Pepsi na Budweiser. Mwanamichezo namba 2 ni Jon Rahm, nyota wa mpira wa gofu kutokea Uhispania, akiwa amevunja rekodi ya mapato kwenye mchezo wa gofu kwa mwaka 2025 na anakadiriwa kukusanya jumla ya kiasi cha dola za Marekani milioni 218 sawa na shilingi bilioni 576.17. Kiasi kikubwa cha mapato ya Rahm kinatokana na uchezaji wake katika ligi ya LIV Golf, huku dola za Marekani milioni 20 sawa na shilingi bilioni 52.8 zikichangiwa na mikataba ya udhamini kutoka kwa makampuni makubwa kama vile Rolex. Kwa mara nyingine tena, nyota na mchezaji bora wa mpira wa miguu wa muda wote Cristiano Ronaldo anaongoza orodha ya wanamichezo waliolipwa zaidi duniani kwa mwaka wa 2025, akikadiriwa kukusanya mapato ya jumla ya dola za Marekani milioni 260 sawa na shilingi bilioni 681.18. Uhamisho wake kwenda klabu ya mpira wa miguu ya Al Nassr umeongeza mshahara wake hadi kufikia dola za Marekani milioni 200 sawa na shilingi bilioni 528.6 kwa mwaka, kiwango cha juu zaidi kwa mwanamichezo yoyote ulimwenguni. Lakini mbali na soka, Ronaldo anaingiza kiasi cha dola za Marekani milioni 60 sawa na shilingi bilioni 158 kupitia biashara zake binafsi kama vile chapa yake ya CR7 na mikataba ya udhamini na makampuni makubwa kama vile Nike. Ronaldo si tu nyota wa soka, bali pia ni nembo ya biashara inayovutia mashabiki na wadau wa michezo kote duniani. Lakini vile Cristiano Ronaldo ndiye binadamu mwenye wafuasi wengi zaidi kwenye mitandao ya kijamii, na kwa sasa anakadiriwa kufikisha wafuasi zaidi ya bilioni 1 kwenye majukwaa yake ya mitandao ya kijamii.